Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Somo la kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 4a. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Neno la Bwana. Kwa kuwa neno la Bwana lina adili, na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Huzipenda haki na hukumu. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Kiitikio: Tazama, jicho la Bwana likwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwahuisha wakati wa njaa. Kiitikio: Nafsi zetu zinamngoja Bwana. Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi kama vile tulivyokungoja wewe. Kiitikio: Somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 1 aya ya 8b hadi ya 10. Uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadri ya nguvu ya Mungu, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele, na sasa inadhihirishwa
kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyebatili mauti na kuufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alitwaa Petro na Yakobo na Yohane nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu akawaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Neno la Bwana. Wapendwa wana taifa la Mungu, karibuni tutafakari neno la Mungu tunapoadhimisha Dominika hii, Dominika ya pili ya kipindi cha Kwaresma. Masomo yetu ambayo tumeyatoa katika mwaka A wa kanisa, somo letu la kwanza tumelitoa kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12 aya ya kwanza hadi ya 4a. Inaitwa kuitwa
kwa Ibrahimu. Ikumbukwe Ibrahimu amezaliwa na kukua akiwa na jamaa zake, na huko Mungu alimbariki akawa na mifugo, lakini pia alikuwa na mke. Isipokuwa Ibrahimu hakuwa na mtoto. Mungu anamwambia Ibrahimu atoke aende sehemu atakayomwonyesha. Na hapo anamwambia, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba yako, uende mpaka nyumba na mahali nitakapokuonyesha. Wakati fulani huwa nikitafakari wito kama wa Ibrahimu, najaribu kuangalia hivi mazingira kwa mfano ya kwetu, halafu nakuja unaambiwa, toka wewe, umezaliwa Sengerema, umekulia Sengerema, jamaa zako wako Sengerema, uenda vitega uchumi vyako viko Sengerema, unaambiwa toka uende mahali ambako nitakuelekeza. Wengi wetu huenda tungeshindwa kutii. Lakini Ibrahimu kwa imani kubwa aliyokuwa nayo, hatuoni sehemu ya Biblia ambayo Ibrahimu anamuuliza Mungu, unanipeleka wapi? Na wala Ibrahimu hamuulizi Mungu, kwa nini nitoke hapa niende huko? Lakini kwa imani kubwa aliyonayo kwa Mungu, Ibrahimu anamtii Mungu, na anakokwenda, Maandiko matakatifu yanatuambia Mungu anambariki Ibrahimu. Na wakati anamuita, jina lake alikuwa anaitwa Abrahamu, lakini baadaye Mungu analibadilisha jina, anamuita Ibrahimu, baba wa mataifa. Na kupitia yeye Mungu anambariki yeye pamoja na uzao wake na taifa zima. Hapa tunajifunza utii na imani kwa Mungu ni msingi wa mafanikio. Utii na imani kwa Mungu ni msingi wa mafanikio. Wengi wetu katika maisha tunakosa imani kwa Mungu, tunakosa utii kwa Mungu, na hilo linafunga mlango wa mafanikio katika maisha yetu. Mungu akiamua akutumie wewe kwa ajili ya kubariki watu wengine, au kwa ajili ya mafanikio ya watu wengine, au kwa ajili ya mafanikio yako mwenyewe, lazima anaanza kukupa mtego. Ukifanikiwa kuushinda mtihani huo au mtego huo, Mungu anakubariki. Wengi wetu tunapokutana na vizingiti fulani au na jambo fulani ambalo linatakiwa tujisadake kidogo katika maisha, hapo tunakwama. Imani yetu inakuwa ndogo na utii unakuwa kidogo. Matokeo yake tunafunga mlango wa mafanikio.
Ibrahimu hamuulizi Mungu maswali mengi, na wala hataki kujua Mungu anampeleka wapi, ila kwa imani kubwa anatii sauti ya Mungu ambayo baadaye inakuja kumlipa. Tujifunze kwa Ibrahimu. Mungu ndiye kiongozi wa maisha yetu. Mungu ndiye anajua kesho yako. Mungu ndiye anajua anakutoa wapi, anakupeleka wapi. Akili na utashi na uwezo wa kibinadamu huwezi kujua hata lipi litatokea kesho katika maisha yako. Hata kujua tu wiki ijayo itatokea nini katika maisha yako hujui. Ni Mungu mwenyewe. Kama Mungu ndiye anayejua yote katika maisha yetu, anajua mpaka kesho yetu, anajua na yote ambayo yatatokea katika maisha yetu, kwa nini tusiwe na imani naye? Kwa nini tusimsikilize yeye na yanayotaka atendeke katika maisha yetu? Na kwa nini tunakuwa wakaidi? Mungu ndiye aliyekuongoza mpaka leo uko hapa. Anajua alikokutoa na anajua anakokupeleka. Wewe na mimi twaweza kueleza nyuma yetu ilikuwaje, lakini maisha yetu ya mbeleni hatuna nafasi ya kuyaelewa. Ndio maana tunapaswa kuwa na imani kwa Mungu na kusikiliza sauti yake, ili Mungu mwenyewe atupeleke kule anakotaka twende, kwa ajili ya ustawi wa neno lake, ustawi wa taifa lake, pamoja na utukufu wa jina lake. Somo letu la Injili leo tunakwenda sehemu inaitwa Mlima Tabor. Huu Mlima Tabor uko Galilaya. Ni kwenye kilima kidogo. Ukibahatika kufika hapo juu, kumejengwa kanisa zuri na konventi ya Wabenediktini. Hapo ndipo Yesu anakwenda pamoja na wanafunzi wake watatu. Anakwenda na Simoni Petro, anakwenda na Yakobo pamoja na Yohane. Anafika pale mlimani, Yesu anageuka sura. Sasa hebu tuanze kulichambua taratibu tukio zima la kugeuka sura. Kwanza, kwa nini Yesu anakwenda na wanafunzi watatu? Kwa nini haendi na wote wanafunzi wake 12? Badala yake anachagua wanafunzi watatu. Wataalamu wa Biblia wanatoa maelezo yafuatayo kwa nini Yesu anachagua wanafunzi watatu. Moja, Yesu alimchagua Simoni Petro kuwa kati ya wale ambao anakwenda nao anapogeuka sura, kwa sababu alikuwa anamwandaa Simoni Petro ili aje kuwa kiongozi wa kundi, na hivyo anakwenda pale ili amuonyeshe utukufu wa Mungu, utukufu ambao ni kilele cha kazi yote ambayo angemwachia Petro kuisimamia. Ndiyo maana kama kiongozi wa kundi
alihitaji kwenda kumuimarisha zaidi. 2. Yesu anakwenda na Yakobo. Yakobo ambaye maandiko matakatifu yanatuambia ndiye shahidi wa kwanza kati ya mitume 12. Kati ya mitume 12 wa Yesu, Yakobo ndiye aliyekuwa wa kwanza kuuawa kama shahidi. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Na hivyo anakwenda kumwonyesha utukufu wa Mungu ili huyu Yakobo itakapofika wakati awe shahidi wa kwanza, awe imara, asitetereke, kwa maana anajua kilicho mbele yake ni ushindi au utukufu wa Mungu. 3. Anakwenda na Yohane, mdogo kuliko wote katika grupu. Huyu maandiko matakatifu yanatuambia Yesu alimpenda zaidi, na kama kijana mdogo alihitaji kuimarishwa zaidi, ili kwa kuona utukufu wa Mungu aweze kukomaa katika imani, na utukufu wa Mungu mpe nguvu ya kuyafundisha na kuyatetea matakatifu. Ndio maana alimpeleka huyu kijana mdogo. Lakini anapofika pale mlimani, Yesu anageuka sura. Anapogeuka sura, maandiko matakatifu yanatuambia mavazi yake yalikuwa meupe kuliko ambavyo dobi yoyote duniani angeweza kuyafanya. Manake alivaa mwili wa utukufu. Na wakati huo wakatokea watu wawili, Musa pamoja na Elia, na wakawa wanazungumza naye. Bahati mbaya, wakati haya yatokea, hawa akina Petro na wenzake inaonekana walikuwa wamelala, kwa sababu walivyoshtuka, Petro baada ya kuona hayo anasema, mahali hapa ni pazuri, tujenge vibanda vitatu, kimoja cha Yesu, kingine cha Elia, kingine cha Musa. Sasa sijui wenyewe wangekaa wapi. Lakini ni kwamba Musa na Elia wanatokea wakiongea na Yesu. Kwanza ni kuonyesha kwamba Yesu ndiye utimilifu wa Torati ambayo ni Musa, pamoja na manabii ambaye ni Elia. Yote ambayo yamefundishwa na Musa pamoja na Elia yanakuja kukamilika kwa Yesu. Lakini lingine, kuonekana kwa Musa na Elia, hawa walikuja kuongea na Yesu na kumtia nguvu, kwa maana kazi iliyokuwa mbele yake haikuwa ndogo. Sasa yote kwa yote ni wingu jeupe, wingu ambalo liwafunika. Wingu katika lugha ya Biblia ni uwepo wa Mungu. Rejea wana wa Israeli walipotoka utumwani Misri wanarudi katika nchi ya ahadi, walikuwa wanaongozwa na wingu mchana
ambalo kibiblia maana yake ni uwepo wa Mungu. Hivyo wingu lilivyowafunika maana yake uwepo wa Mungu kawafunika. Halafu kama haitoshi, ikatoka sauti, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Pigilia mstari hapo. Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Sauti hii ni mara ya pili kusikika. Mara ya kwanza sauti hii imesikika Yesu anapobatizwa mtoni Yordani, na kwa maneno haya hayo, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Sauti hii inarudiwa tena mlimani Tabor, Yesu anapogeuka sura. Hapa ndugu zangu, tunajifunza nini? Injili yetu ya leo ina mambo kadhaa ambayo tunapaswa kuyatafakari na kujifunza katika maisha yetu ya kumtafuta Mungu. Moja, utukufu wa Mungu ni kilele cha maisha yetu. Uwepo wa Mungu katika maisha yetu unaleta amani na furaha na unatamanisha. Na ndio maana hata akina Petro walivyoona utukufu wa Mungu wakatamani wabaki hivyo siku zote. Tutengeneze vibanda, ingawa hawakusema tutengeneze cha kwao, lakini wakatamani wawe katika hali hiyo siku zote, tuwe katika utukufu wa Mungu siku zote, tubaki hivi siku zote. Je, mimi na wewe tunatamani kuwa katika utukufu wa Mungu? Tunatamani kufunikwa na wingu, kufunikwa na Mungu mwenyewe katika maisha yetu? Je, utukufu wa Mungu ni namna gani tunautafuta katika maisha yetu? Kilele cha maisha ya mwanadamu ni kufika katika utukufu wa Mungu. Na utukufu huu unatamanisha. Hivyo yote tunayowaza na kuyafanya katika maisha yetu yatuelekeze katika utukufu wa Mungu. Kama katika maisha yako unayowaza na kuyatenda hayakuelekezi katika utukufu wa Mungu, umepotea njia. Yafanye maisha yako, yafanye mawazo yako, yafanye matendo yako, yote ya kuelekeze mlima Tabor kwenye utukufu wa Mungu. Na kama hayaelekei huko, muombe Mungu akusaidie kugeuza. Ageuze akili zako, ageuze mawazo yako, ageuze matendo yako, yaelekezwe kwenye utukufu wa Mungu. Lakini kama haitoshi, ili tuweze kufika kwenye utukufu wa Mungu, sharti tumsikilize yeye. Tumsikilize Yesu. Sauti ya Mungu imetutambulisha, huyu ni mwanangu mpendo wangu, msikilizeni yeye.
Wapendwa, hivi ni kweli tunamsikiliza Yesu? Jikague ndani ya maisha yako, ndani ya nafsi yako. Ni kweli unamsikiliza Yesu? Kama katika maisha yako humsikilizi Yesu, maana yake unasikiliza sauti nyingine, na hii sauti nyingine itakupotosha. Mungu ametuelekeza tumsikilize Yesu, lakini bahati mbaya, kwa ukaidi wetu, mara nyingi hatumsikilizi Yesu. Kwa mawazo yetu, kwa matendo yetu, kwa fikra zetu, kwa yote tunayofanya katika maisha yetu, wakati mwingine hatumsikilizi Yesu. Na hivyo taratibu tunajichimbia shimo la maangamizi. Sasa leo kila mmoja jiulize, ni mara ngapi umekaidi kumsikiliza Yesu? Ni mara ngapi katika maisha yako hujataka kumsikiliza Yesu? Kumbuka, unapotenda dhambi kwa aina yoyote, iwe hata kwa kutotimiza wajibu, umegoma kumsikiliza Yesu. Na kutomsikiliza yeye, maana yake huwezi kufika Tabor ukauona utukufu wa Mungu. Jumapili ya leo tumwombe Yesu atusaidie kumsikiliza yeye, na sauti yake itubadilishe na itufanye na kutupeleka kwenye utukufu wake. Lakini kingine tunachoweza kujifunza katika maisha yetu ya ufuasi kutokana na neno la leo tulilosikia, msikilizaji wa kweli wa neno la Mungu na mfuasi wa kweli wa maagizo ya Mungu anapata mafanikio. Aweza kukutana na changamoto 1, 2, 3 katika maisha, lakini mwisho wa siku msikilizaji wa kweli wa neno la Mungu na mtendaji wa kweli wa kazi ya Mungu hata acha kuuona utukufu wa Mungu. Na utukufu wa Mungu unatamanisha. Utukufu wa Mungu ni mzuri, na ndio maana hata mitume, yaani Petro na wenzake wawili, walivyouona utukufu wa Mungu wakabaki wameshangaa, wakapigwa bumbuazi, wakatamani maisha yao siku zote yafunikwe na utukufu wa Mungu. Je, mimi na wewe kila siku tunatamani utukufu wa Mungu utufunike? Je, tunafanya nini katika kuutafuta na kuukumbatia utukufu wa Mungu katika maisha yetu? Je, tumepiga hatua kiasi gani katika kutembea kwenda mlima Tabor ili tukauone utukufu wa Mungu? Kwenda katika upya wa maisha. Kwaresima hii itusaidie kujitafakari pale ambapo tumeshindwa kusikia sauti ya Mungu,
tumeshindwa kutenda kadiri ya maagizo yake, na tumeanza kupoteza dira ya maisha yetu, yaani kuelekea Tabora kuona utukufu wa Mungu. Mungu atusaidie ili basi utukufu wake uwe ndiyo tamaa ya maisha yetu. Tamaa hiyo itusaidie katika kuwaza na kutenda, ili mwisho wa siku moja tuweze kuona utukufu huo. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.